Leo nitakuelezea kila kitu unachopaswa kufahamu kuhusu uhifadhi wa Bitcoin, wallet zake na jinsi ya kulinda pesa zako za kidijitali bila kupoteza hata senti. Watu wengi wanafikiria kwamba kazi ngumu ni kununua Bitcoin. Hapana. Kazi ngumu zaidi ni kujua namna ya kuhifadhi Bitcoin zako kwa usalama. Kwa sababu unaweza kununua Bitcoin leo, ukajisikia tajiri kesho, alafu ukapoteza kila kitu kwa kosa moja tu la kijinga kama kusahau password, kudanganywa au kuweka coin zako sehemu ambayo sio salama. Mimi naitwa Musa Babas na nimekuwa nikiwekeza kwenye Bitcoin kwa zaidi ya miaka 8 sasa, na leo nitakufundisha kwa lugha rahisi kabisa jinsi Bitcoin inavyohifadhiwa, wallet ni nini, aina za wallet ni zipi, na wallet gani inafaa kwa mtu wa kawaida, beginner, investor au mtu anayefanya biashara za kila siku. Natoa video mpya za mafunzo hapa YouTube kila wiki. So kama unapenda maudhui ya kujifunza, kukua na kuboresha maisha yako, then like video hii, subscribe kwenye channel na washa kengele ya notifications ili uwe wa kwanza kuona kila video mpya ninayoitoa. Sasa jambo la kwanza unalotakiwa kuelewa ni hili. Bitcoin si kama hela unazoweka mfukoni. Bitcoin haikai kwenye pochi ya ngozi, haikai kwenye benki ya kawaida, na haikai kwenye simu yako kama picha au video. Bitcoin inawekwa kwenye mtandao wa blockchain, na wallet yako ndio inakupa uwezo wa kuifikia ile Bitcoin yako, kuituma au kupokea Bitcoin. Kwa kifupi, wallet ya Bitcoin sio sanduku linalobeba Bitcoin ndani yake. Wallet ni chombo kinachokupa funguo za kufungua na kudhibiti Bitcoin yako ambayo ipo ndani ya blockchain. Na hapo sasa ndipo watu wengi wanapokosea. Ukisikia mtu anasema kwamba Bitcoin yangu ipo kwenye simu, technically sio sahihi kabisa. Bitcoin yako ipo kwenye blockchain. Kile kilichopo kwenye wallet yako ni access to, yani ni kama funguo za nyumba. Nyumba ipo pale pale, lakini funguo ndizo zinakupa mamlaka ya kuingia ndani ya hiyo nyumba. Ukipoteza funguo ndipo matatizo yanapoanza, au ukimpa mwizi funguo yako basi inakula kwako. Sasa kabla tujaingia kwenye aina za wallets, lazima kwanza uelewe kitu muhimu sana kinachoitwa private key na public key. Public key kwa lugha rahisi unaweza kuifananisha na namba za akaunti yako ya benki, let's say. Hii unaweza kumpa mtu yoyote yule akutumie Bitcoin. Haina shida hii hata ukiionyesha kwa watu. Lakini private key hii ni siri kubwa sana. Yaani hii ni kama sahihi yako ya mwisho. Ni kama pin ya moyo wa akaunti yako ambayo ina Bitcoins. Mtu yoyote yule akipata private key yako anaweza kuchukua Bitcoin zako zote ambazo zipo kwenye wallet yako. Na kibaya zaidi kwenye Bitcoin, ukishaibiwa mara nyingi hakuna customer care ambaye anaweza kurudisha pesa yako, hakuna reversal, hakuna sijui ile tuma email tukuangalizie. Yaani ukikosea ndio umekosea moja kwa moja na ndio imetoka hiyo. Na ndio maana leo hii nataka nikufunze vizuri kabisa kwamba kwenye Bitcoin usalama ni kila kitu. Na kabla tujaendelea, inabidi nikufahamishe kwamba watu wengi sana wanatapeliwa kwenye crypto kwa kukosa ufahamu, kukosa support na kupoteza pesa zao. Then wanakuja kunilalamikia mimi. Na mimi sasa siwezi kumjibu kila mtu mmoja mmoja. So tumeanzisha community ya watu ambao wanapenda crypto, wanapenda kujifunza, wanapenda kujumuika pamoja, kupiga pesa kwa pamoja na kudiscuss mambo mbalimbali yanayohusiana na crypto, pesa au tu uwekezaji kwa ujumla. Nitaweka namba zangu hapo chini. Kama unahitaji kujiunga na hii community yetu ya Bitcoin, then nitumie message nikuunganishe. Sasa tuanze na swala la msingi. Wallet ya Bitcoin ni nini? Wallet ya Bitcoin inaweza kuwa program, application, device au mfumo unaokuwezesha kutuma, kupokea na kudhibiti Bitcoin zako. Kazi yake kubwa sio kubeba Bitcoin yenyewe, bali ni kuhifadhi keys zako, ambazo hizo keys zako zinakupa access ya kutumia Bitcoin zako ambazo zipo kwenye hiyo wallet. Wallet zimegawanyika katika aina kuu mbili. Ya kwanza ni hot wallet, ya pili ni cold wallet ambayo ninayo hii hapa. Nitakuelezea ni nini baadaye kidogo, kwa hiyo endelea kuangalia hii video. Sasa tuanze na hot wallet. Hot wallet ni wallet ambayo ipo connected na internet muda wote. Hii inaweza kuwa app kwenye simu, software kwenye kompyuta, au wallet iliyopo kwenye exchange kama Binance au KuCoin. Exchange zipo nyingi, nadhani mnazifahamu. Kama mzifahamu exchange, basi comment down below kwamba hauzifahamu exchange, then nitatoa video ya kuelezea exchanges tu. Sasa hot wallet faida zake ni kubwa sana kwa sababu ni rahisi kutumia na unaweza kutumia kwa haraka. Yaani unaweza kupokea na kutuma Bitcoin kwa sekunde chache. Ni nzuri sana kwa mtu anayeanza, mtu anayefanya transaction mara kwa mara, au mtu tu anayetaka convenience kwa sababu hizo hot wallets zinakuwa rahisi kuzi access. Mfano wa hot wallet inaweza kuwa application kwenye simu yako ambayo unaifungua, unaona balance, unatuma, unapokea Bitcoin zako na maisha yanaendelea. Lakini hot wallets zina shida moja kubwa. Kwa sababu zipo online, then zina hatari sana ya kudukuliwa,
kuibiwa au tu kuathiriwa na scams mbalimbali ambazo zipo kwenye ulimwengu wa Bitcoin. Kwa mfano, ukibonyeza link mbaya, ukidownload app fake au simu yako ikaingia mkononi kwa mtu ambaye sio sahihi, unaweza kuumia kwa sababu anakuwa na access na coins zako au Bitcoin zako ambazo zipo kwenye wallet. Kwa hiyo hot wallet ni nzuri kwa matumizi ya kila siku, lakini sio sehemu bora ya kuhifadhi kiasi kikubwa cha Bitcoin kwa muda mrefu. Sasa kuna aina 4 za hot wallets. Ya kwanza ni mobile wallet. Hii ni wallet ambayo inakaa kwenye simu yako, kwa mfano kama Trust Wallet. Na hii ndio inawafaa watu wengi sana ambao wanaanza, kwa sababu ni rahisi, inabebeka na una access ya Bitcoin zako muda wote. Yaani ukihitaji kutuma au kupokea Bitcoin kwa haraka, mobile wallet ni nzuri sana. Lakini kumbuka, simu yako ikiharibika, ikiibiwa au ukisahau tu code ya kufungulia simu yako, unaweza kupata matatizo makubwa kama hukuwa umebackup taarifa zako za wallet yako. Ya pili ni desktop wallet. Hii ni wallet ambayo inakuwa kwenye laptop au desktop computer. Mara nyingi ina control nzuri na inaweza kuwa salama kuliko simu ikiwa kompyuta yako ni safi, haina virus na unailinda vizuri. Lakini sasa kompyuta nayo inaweza kudukuliwa, inaweza ikapata malware au kufanyiwa uzembe. Kwa hiyo usalama wake unategemea na nidhamu yako. Ya tatu ni web wallet. Hii ni wallet unayo access kupitia browser au website. Mara nyingi ni rahisi sana kutumia kwa sababu hauhitaji kusetup mambo mengi sana. Lakini hapa lazima uwe makini sana kwa sababu website fake ni nyingi, phishing ni nyingi na watu wengi huibiwa kwa kuingiza details zao sehemu ambazo sio sahihi. Ya 4 ni exchange wallet. Hii ni pale unapohifadhi Bitcoin zako moja kwa moja kwenye platform ya biashara kama exchange. Kwa mfano, Binance. Hii ndio njia inayotumiwa na watu wengi sana wanaoanza kwa sababu ni rahisi, unanunua Bitcoin humo na unaacha humo kwenye exchange. Lakini hapo ndipo nataka uwe makini sana. Kuna msemo maarufu sana kwenye Bitcoin unasema not your keys, not your coins. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama wewe haushikilii private keys zako mwenyewe, basi technically hauna control kamili juu ya Bitcoin zako. Crypto exchange kama Binance inaweza kufungia akaunti yako, inaweza kushambuliwa, inaweza kupata matatizo ya kisheria au tu ikafilisika. Na ikitokea hivyo sasa wewe unaweza kubaki unalia tu, maana utapoteza kila kitu ambacho kipo kwenye hiyo wallet yako ambayo ipo kwenye hiyo exchange kwa sababu tu exchange imepotea. Hii haimaanishi kwamba exchange zote ni mbaya, hapana. Kuna exchange nyingi ambazo ni kubwa na ni salama. Lakini kwa storage ya muda mrefu, watu wengi wenye uzoefu hupendelea kuhamisha Bitcoin zao kwenye wallet wanayoicontrol wao wenyewe. Sasa twende kwenye cold wallet. Cold wallet ni wallet ambayo haipo connected na internet muda wote. Hii ndio njia salama zaidi ya kuhifadhi Bitcoin kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu kama wallet yako haipo online, ni vigumu sana kwa hackers kuifikia. Yaani ni vigumu sana wallet yako kudukuliwa na hackers. Cold wallet ni nzuri kwa investor ananunua Bitcoin na kutaka kuiweka kwa miezi au miaka bila kuigusa mara kwa mara. Hii ni kama kuweka dhahabu yako kwenye vault baada ya kuizungusha mfukoni kila siku. Aina ya kwanza ya cold wallet ni hardware wallet. Hardware wallet sasa ni hii kama nilioshika. Hii inaitwa Trezor wallet. So kama unahitaji basi ni cheki namba zangu zipo hapo chini, nitakuelekeza jinsi unaweza kuipata hii wallet. Sasa hii ni device maalum ambayo inatunza private keys zako za Bitcoin offline. Mara nyingi hii ndio njia bora sana kwa watu wanaoshikilia kiasi kikubwa cha Bitcoin. Faida zake ni nyingi. Kwanza, private keys zako hazikai wazi kwenye internet. Pili, hata ukiconnect kifaa chako kwenye computer, keys zako bado zinabaki private and protected. Tatu, ni nzuri kwa storage ya muda mrefu, lakini pia ina majukumu yake. Ukinunua hii, sawa, ni lazima uiseti vizuri, pia ni lazima uandike seed phrase yako na ni lazima uhifadhi ile seed phrase yako sehemu salama. Na usiweke kwenye picha ya simu, usiweke kwenye notes za WhatsApp na wala usimtumie mtu yoyote yule, asivyo utaishia kulia tu. Aina ya pili ya cold wallet ni paper wallet. Ingawa siku hizi paper wallet hazitumiki sana kama zamani wakati Bitcoin inaanza. Hii ilikuwa ni njia ya kuprint au kuandika private keys zako au seed phrase yako kwenye karatasi na kuhifadhi offline. Faida yake ni kwamba haiwezi kudukuliwa online moja kwa moja kwa sababu kila kitu kinakuwa kipo offline. Lakini shida zake sasa, karatasi ambayo umeandika hizo private keys zako inaweza kuchanika, inaweza kuungua, inaweza kuloa, inaweza kupotea au tu inaweza kusomwa na mtu mwingine kisha akawa na access na Bitcoin zako na akazihamisha. Ndio maana sasa leo hii watu wengi wanatumia hardware wallet kwa sababu ni practical zaidi kuliko paper wallets. Sasa kuna kitu kingine muhimu sana kinaitwa seed phrase. Nadhani nimekiongea sana, probably watu wengi hamkielewi.
Sasa seed phrase ni maneno maalum, mara nyingi huwa inakuwa 12 au maneno 24 ambayo ndio backup ya wallet yako. Haya maneno ndio mzizi wa wallet yako. Yaani ukipoteza simu au hardware wallet, unaweza kurejesha wallet yako kwa kutumia seed phrase hiyo ambayo lazima uibackup na uiandike sehemu. Lakini hapa sasa ndipo penye vita. Maana ukipoteza seed phrase yako, unaweza kupoteza access ya Bitcoin zako milele. Nadhani ushaisikia kwamba watu wamepoteza Bitcoin zao. Unajua sasa walipoteza Bitcoin zao vipi? Ni kwa sababu tu walisahau seed phrase yao, au tu wamepoteza, au tu wajui waliandika wapi na hawakuisave. So ukimuonesha mtu seed phrase yako, huyo mtu anaweza kuchukua Bitcoin zako zote ambazo zipo kwenye wallet. Kwa hiyo sheria ya kwanza ya Bitcoin ni hii: linda seed phrase yako kuliko unavyolinda ATM pin yako, kwa sababu ATM pin ukisahau kuna njia ya kurecover, lakini kwenye Bitcoin ukiwa mzembe unaweza kujifungia nje ya wallet yako milele. Sasa swali muhimu ni hili: je, wallet gani inafaa kwako? So kama wewe ni beginner kabisa, unaanza kujifunza na una kiasi kidogo cha Bitcoin, unaweza kuanza na mobile wallet au exchange wallet inayojulikana na yenye security nzuri, lakini usiache kujifunza swala la self custody. Kama wewe unafanya transactions za mara kwa mara, then hot wallet inaweza kuwa nzuri kwa matumizi yako ya kila siku. Lakini pia kama wewe ni investor wa muda mrefu na una kiasi kikubwa cha Bitcoin ambacho hutaki kukihatarisha, basi hardware wallet ndiyo chaguo sahihi na ndiyo chaguo lako la nguvu sana, na hii ni wallet ambayo unaihitaji. Na watu wengi sasa wenye uzoefu tunafanya mchanganyiko wa njia mbili. Tunakuwa na hot wallet ambayo ina kiasi kidogo kwa ajili ya matumizi ya kila siku, alafu sasa kiasi kikubwa tunakiweka kwenye cold wallet kwa ajili tu ya usalama wa muda mrefu. Na cold wallet ni kama hii, kama nilivyoelezea mwanzoni. Hiyo ndio akili ya mchezo. Yaani usiweke kila kitu sehemu moja na usiwe mvivu kwenye kubackup wallet zako. Sasa ngoja nikwambie makosa ya kawaida sana ambayo yanafanya watu wapoteze Bitcoin zao. Kosa la kwanza ni kuhifadhi seed phrase kwenye simu. Hili ni kosa kubwa sana. Yaani simu yako inaweza kudukuliwa, inaweza kuibiwa, au apps zako zikavujisha taarifa zako na ukapoteza kila kitu. Kosa la pili ni kutuma seed phrase yako kwa mtu anayedai kwamba anakusaidia. Hakuna mtu yoyote wa support wa kweli atakayekuomba seed phrase yako. Narudia tena, hakuna mtu wa support wa kweli anayekuomba seed phrase yako. Kosa la tatu ni kutumia links za ajabu au apps fake. Kabla hujadownload wallet yoyote, hakikisha hiyo wallet ni original. Scammers wanajua watu wengi ni wapya, so wanatumia majina yanayofanana, logo zinazofanana na website zinazofanana. Unaweza kukuta website inafanana kabisa na Binance lakini imetofautiana labda 1000 tu. Wewe ukienda pale ukaingiza information zako, basi hizo information zinaenda moja kwa moja kwa yule scammer. Kosa la 4 ni kutofanya backup. Watu wengi wanafungua wallet kisha wanafurahia tu, alafu simu yao sasa ikishapotea ndipo wanaanza kushtuka. Backup inafanywa mapema, sio baada ya kupata shida. Kosa la 5 ni kuweka pesa nyingi kwenye exchange bila sababu ya msingi. Yaani kwenye exchange hatakiwi uweke pesa zako zote, kwa sababu ukiwa unatumia exchange basi unakuwa hauna zile private keys zako. Ile exchange inakuwa ina hold private keys zako. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba kutokea tatizo lolote kwenye exchange, basi na wewe pesa zako zinapotea. Kwa trading inaweza kuwa sawa kwa muda kama wewe ni mtu ambaye unafanya trading, lakini kwa ajili ya storage ya muda mrefu, basi unahitaji kufikiria control halisi ya asset zako ambayo ni hot wallet au cold wallet kama hii. Sasa nikuhakikishia kitu kimoja. Bitcoin ni teknolojia yenye nguvu sana, lakini inataka uwajibikaji. Na hapa hakuna uzembe ambao unaweza kufanya ukitegemea utajirekebisha kesho. Ukijifunza kuhusu wallets na usalama wake mapema, utakuwa mbele ya watu wengi sana. Kama unataka nikusaidie kufanya setup ya wallet yako kwa usalama zaidi, unaweza kunicheki kwa ajili ya one-on-one consultation kwa namba zangu ambazo nimeweka hapo chini kwenye description. Kwa hiyo ukisahau kila kitu nilichokiongelea leo hii, basi kumbuka maneno haya manne. Namba 1, Bitcoin yako ipo kwenye blockchain na wallet inakupa access to. Namba 2, private key na seed phrase ni siri kubwa sana, usiruhusu mtu yoyote aijue. Namba 3, hot wallet ni rahisi lakini ina riski kubwa zaidi. Namba 4, cold wallet ni salama zaidi kwa storage ya muda mrefu. Na ukweli ni huu: mshindi wa kweli si yule anayenunua Bitcoin tu, bali mshindi wa kweli ni anayejua kuzihifadhi Bitcoin zake kwa usalama zaidi. Kwa sababu unaweza kuwa sahihi kuhusu Bitcoin, unaweza ukaingia mapema sana kwenye Bitcoin, ukawekeza vizuri, alafu ukapoteza kila kitu kwa sababu tu security yako ni mbovu. Hilo ni jambo la kuumiza sana, na ndio maana hii video ni muhimu sana.
So kama una ndugu au rafiki ambaye ana bitcoins, basi mtumie hii video ili naye pia ajifunze, ili aweze kujilinda na kulinda assets zake. Kwa hiyo kuanzia leo nataka uanze kufikiria kama mmiliki wa mali halisi ya kidijitali. Usichukulie wallet kama app tu, ichukulie wallet yako kama vault. Ichukulie kama funguo za uhuru wako wa kifedha kwenye dunia ya kidijitali. Ukijua wallet zako, ukijua tofauti ya hot na cold storage, ukijua seed phrase ni nini, na ukijua makosa ya kuepuka, tayari utakuwa umejenga msingi imara sana kwenye safari yako ya Bitcoin. Kaa na mimi kwenye video zinazofuata, kwa sababu tutaenda hatua kwa hatua mpaka uelewe kwa ufasaha kabisa, kuanzia namna ya kununua Bitcoin, namna ya kupokea na kutuma, hadi namna ya kuepuka scams zinazowaibia watu wengi sana kila siku. Kama umeenjoy hii video, basi like, subscribe na washa kengele ya notifications ili usipitwe na video nyingine yoyote ile ambayo nitaiachia. Na pia niandikie kwenye comments hapo neno wallet kama umeelewa sasa tofauti kati ya hot wallet na cold wallet. Na kama unataka nitoe video inayofuata kuhusu jinsi ya kufungua wallet ya Bitcoin salama, basi niandikie hapo chini part 2 kwenye comment. Na kumbuka, fanya utafiti wako binafsi kabla ya kununua au kuhifadhi asset yoyote ile ya kidijitali. Na hii sio financial advice, bali ni elimu ya kukusaidia kufanya maamuzi bora na salama. Again, kama unahitaji kujiunga kwenye private community yetu, basi ni cheki WhatsApp. Namba nimekuwekea hapo chini. Karibu tujifunze kwa pamoja na tu connect kwa pamoja. Thank you for watching and see you on the next video.